nafasi hii ya jioni ya leo niweze kuwakaribisha mara tena siku hii ya leo, pamoja na shughuli zote ambazo tumeshinda siku ya leo. Mungu ametuwezesha kuwa na nafasi nyingine ili tuweze kuwa na nafasi ya kuja mbele zake kuwa na neno la jioni ya leo. Na itakuwa vizuri kama vile Mungu atakavyotusaidia kuendelea na somo letu, na mimi ya kwamba kwa hakika Mungu atatuongoza, na kwa hivyo taomba ruhusa kwake na ili baadaye tuweze kuendelea na somo letu la usiku wa leo. Na tuombe. Takatifu na Baba wetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo, twaja mbele zako, tunakutukuza, tunakuinua. Tunasema ni asante kwa sababu ya fadhili zako na wema wako mtakatifu wa rehema. Imekuwa ni nafasi nyingine ambapo Mungu wa rehema twaja mbele zako ili utuongoze kwa neema yako na kwa ukarimu wako. Tujalie neema yako katika jina la Yesu, na Bwana utuongoze mwanzo hadi mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba kwa hakika Bwana, tukiwa na wewe Mwokozi wa rehema, Bwana utatuwezesha kuendelea na kutekeleza na kufanya yaliyo mapenzi yako. Tunaomba hayo yote tukiamini kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Basi karibuni tunapoendelea na somo letu, kama vile tumekuwa tukiangalia habari ya viumbe hai kiroho, na hili ni somo limechukua muda. Natumai ya kwamba tunaweza kumalizia siku hii ya leo. Nilitarajia ya kwamba tunaweza kumalizia jana, hatukuweza, na kwa hivyo tunatajaribu kuona vile ambavyo tutaweza kumalizia. Na hivi leo bado tunaendelea na kuangalia mambo ama matendo ya muovu na uchawi, ama matendo shetani anaofanya pamoja na wachawi. Na tulipokuwa tukitazama tuliona habari ya wachawi, waganga na wote pamoja ni kitu moja, na wale waaguzi. Tuliona ya kwamba bado inaleta picha ya watu walio na roho moja na wanadanganya watu. Na tukaona ya kwamba jana ya kwamba licha ya kuwa kuna hizo nguvu za uchawi, za uganga, kuna nguvu ambazo zimepita nguvu hizo, nazo ni nguvu za Mungu wetu. Na kwa hivyo tumepewa sehemu hiyo ya nguvu za Mungu, na kwa hivyo hakuna mchawi wala mganga ambaye yuko juu yetu. Na kwa hivyo pia tuliona ya kwamba hawa wachawi na waganga wanafanya kazi wakiweza kusaidiana na roho za shetani, na kwa hivyo wanakuwa ni agents wa shetani na wanafanya kazi hiyo. Kuna vile Mungu alikuwa amepinga sana mambo haya, na katika Kumbukumbu la Torati, in the book of Deuteronomy chapter 18 verse 9, tunaweza kusoma pale in the book of Deuteronomy chapter 18 verse 9. Biblia inasema hivi: utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala
mwenye kubashiri wala msihili. 11. Wala mtu arogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Mstari wa 13. Ewe uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Kwa hivyo tukirudi katika ule mstari wa 10, tunaona ya kwamba kuna wale watu, vikundi vya watu wengi ambao Mungu aliweza kuwakataza wana wa Israeli wasiweze kujiingiza katika mambo haya. Kuna wale watu waliowapitisha wanao kwa moto ama kati ya moto. Ilikuwa ni ibada, na hii ni ibada ya kishetani, na walikuwa nikana kwamba wanatoa dhabihu fulani kwa ajili ya mapepo. Na kwa hivyo waliambiwa ya kwamba usionekane mtu ambaye anafanya kazi hiyo, na kazi hiyo ilifanywa na watu wa mataifa, na hata leo kunao watu wanaendelea na mambo kama haya. Baadaye anasema wala asionekane mtu atazamaye bao. Hawa ni watu ambao bado wako na zile hali za uchawi na uganga. Kumbuka ya kwamba tunaongea hivi leo, tunapomalizia sehemu ya mwisho, ile hali, ile roho ya uchawi na jinsi inavyofanya kazi ikiungana na shetani na mambo kama hayo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna wale wanaotazama bao, na pia wakaambiwa isionekane mtu ambaye atazamaye nyakati mbaya, na wala mwenye kubashiri wala msihiri. Haya yote ni kwamba kuna wale ambao ni wabashiri, ni wale watu wanasema kama ulizaliwa wakati fulani wewe utakuwa hivi. Na kuna wale wanasoma mikono ya watu. Kuna wale ambao wanaongea kuhusu nyota za watu na mambo kama hayo. Hawa wote pengine unaambiwa kama ulizaliwa June, kama ulizaliwa hivi, wanaanza kusema utakuwa hivi leo. Na kuna wale wanafuatilia sana katika gazeti ili waone ya kwamba inasemekana nini kwao kwa siku, na kila mmoja anachukua mwezi wake aliyozaliwa akitazama vile mambo itakavyokuwa. Haya yote ni mambo ambayo Mungu aliwakataza wana wa Israeli. Na namalizia wale wasihili, wale ni watu ambao ni warogi. Kwa hivyo walielezwa ya kwamba wasije wakajiingiza na shughuli na mambo kama hayo. Mstari wa 11 bado inasema wala mtu arogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kwa hivyo unakuta hivi ni vikundi vyote vya watu ambao wanatafuta wanafanya kazi na hizi roho za mapepo. Wengine wanaenda makaburini, ndio hao ambao wanaomba waliokufa, na
wanaamusha roho zao, na kumekuwa hivyo hata katika makabila mengi ama tamaduni nyingi. Watu wanaanza kuamini wanaweza kuamsha roho za watu waliokufa, na ili sasa waongee nao, wasiliane nao, na ili ya kwamba wasaidiwe katika mambo fulani. Wengine wanasema hao watu watawasaidia kama kuna magonjwa fulani, wao watawaponya. Na hivyo mambo haya yote ni mambo inayounganishwa na mashetani ama mapepo. Ni mambo si mambo ya Mungu, na Mungu aliwakataza watu wasije wakajiingisha na mambo haya yote. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa hayo, ya kwamba Mungu wetu bado anapinga mambo hayo, hajakubalia na hajaachilia watu waweze kujiingiza na roho kama hizi. Katika kitabu cha Isaya 8 na mstari wa 19, Isaya 8 na mstari wa 19, Biblia inasema hivi: na wakati watakapokuambia, tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwa hivyo unakuta ya kwamba, rudi katika ule mstari wa 19, Biblia inasema ya kwamba kuna wakati watu wanaweza kusema tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi, na watu wanafanya hivyo maana wanajikuta ya kwamba wengine wana shida ama maswara nyeti katika maisha yao, na wanaambiwa sasa ile njia itakaowasaidia ni kutafuta habari kwa watu wenye pepo na wachawi na mambo kama hao, na wengine waliao kama ndege na kunong'ona. Na kwa hivyo hii mambo yote Mungu aliweza kupiga marufuku. Nasema haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao. Yani ni swali aliuliza, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Kwa hivyo ni vibaya watu kuendea watu waliokufa eti ya kwamba waamushe wale watu kwa sababu ya masuala ya watu walio hai. Kwa hivyo wale waliokufa hawana msaada kwetu, wao walishakufa, na kwa hivyo msaada wetu ni katika Bwana. Hatuwezi kutafuta roho hizo ambazo ni za watu ambao wamekufa eti ya kwamba watatupa suluhu ya maisha kamwe, na hata Mungu aliona ya kwamba hiyo haiwezekani. Katika Isaya 2 na mstari wa 6, Isaya 2 na mstari wa 6, hivyo vikundi vyote hata wawe wanatumia nini katika siku zetu, tujue ya kwamba kuna nguvu zilizo juu ya nguvu hizo zote, nazo ni nguvu za Mungu wetu. Na kwa hivyo inafaa tuangalie msaada wetu unaweza kutoka kwa Mungu wetu. Isaya 2 na mstari wa 6 inasema, maana wewe umewaacha
watu wako, nyumba ya Israeli, sababu wamejaa kawaida za mashariki, nao ni wapiga ramli kama Wafilisti, na wanapana mikono na wana wa wageni. Kwa hivyo unakuta ya kwamba kuna wakati wana wa Israeli waliweza kujiingiza na mambo ya Wafilisti. Filisti ndio walikuwa na mambo haya ya uchawi, mambo ya ile ya kuangalia mikono na nini, mambo haya yote na hiyo inasemekana kupiga ramli na nini. Haya ni mambo yote inayohusiana na mambo ya uchawi na uganga na kutafuta roho zingine ambazo mtu anafikiria zinaweza kuachilia msaada, na haya mambo yote ni ya kishetani. Kwa hivyo Mungu anaweza kuacha watu wake wakishajiingiza na mambo haya. Hii ni kama kujijengea madhabahu, ambao ni madhabahu ya kishetani, na watu wanaanza kujiingiza na mambo haya. Na kwa hivyo Mungu alipingana na mambo hayo. Katika Wafalme, ama kwanza tuangalie katika Mika 5 na mstari wa 12. Mika 5 na mstari wa 12. Biblia inasema hivi: nami nitakatalia bali uchawi usiwe mkononi mwako, wala hutakuwa tena na watu wenye kutabana. Kwa hivyo Mungu alikataa mambo haya yasiwe na watu wa Mungu kabisa, na alikatalia habari hayo mambo ya uchawi yasiwe na wana wake, wana wa Israeli. Na tena anasema hakutakuwa tena na watu wenye kutabana. Ile hali ya kutabana ni ile ya bado ni hiyo ya uganga. Kiswahili ambacho kinanena hapa, lakini bado ni ile mambo ya kufanya uganga. Kwa hivyo hivi ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hivyo ni vizuri ujue kabisa Mungu alipingana na mambo hayo. Katika Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili 17:17, 2 Kings chapter 17 and verse 17, nasema hivi: wakawapitisha watoto wao waume kwa wake na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Tukisoma kuanzia mstari wa 15, hiyo Wafalme wa Pili, Biblia inasema wakazikataa sheria zake na agano lake alilolifanya na baba zao, na shuhuda zake alizowashuhudia. Wakafuata ubatili, wakawa ubatili, nao wakaandamana na mataifa waliowazunguka, ambao Bwana alikuwa amewaagiza msitende kwa mfano wao. Kaziacha amri zote za Bwana Mungu wao, wakajifanyizia sanamu za kusubu
yaani ndama mbili, wakafanya na Ashera, wakaliabudu jeshi lote la mbinguni, wakamtumikia Baali. Kwa hivyo unakuta ya kwamba watu wa Mungu wanaweza kuacha njia za Mungu na wajiingize na haya mambo yote ambayo tunasoma, na Mungu aliona hii ni hatari, hasa watu wanapojiingiza na kuiga mambo ya ulimwengu. Maana Waisraeli walikaa na watu na wakatazama matendo wanaofanya, wakaona kana kwamba inawavutia. Badala sasa wao wavutie watu, na pia sisi wa Kristo badala wakati mwingine tuwavutie watu watuige na wafanye matendo tunaofanya, naweza kuta wakati mwingine na watu wameanza kufanya mambo kama watu wa kawaida, na hawajali, na wanaona kana kwamba hizo ndizo njia ambazo zinafaa. Hao watu waliabudu sanamu, waliinua Ashera, waliinua miungu mingine ya Baali, waliitumikia na wakaachana na Mungu aliyewakomboa kutoka Misri, na maisha yao yakabadilika, na haya haikumpendeza Mungu kamwe, kwa sababu ni mambo yaliyokuwa chukizo mbele za Bwana. Na kwa hivyo hata walipitisha watoto wao mbele ya moto, walifanya hizo dhabihu zote, na hawakuogopa, licha ya kuwa waliona Mungu atakasirika nao, lakini walitenda matendo haya yaliyokuwa maovu, wakafanya uchawi, wakajiuza. Hivi ndivyo Biblia inasema, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana. Kwa hivyo ni watu ambao waliamua, sasa tutamkashirisha Mungu kabisa na hatutaogopa. Watu wakifika kiwango hiki, baadaye wanaangukia mambo mabaya, wanapigwa na mapigo yaliyo mabaya sana, maana Mungu hawezi kunyamaza hivyo tu. Katika Malachi 3 na mstari wa 5, the book of Malachi chapter 3 verse 5, ile inasema hivi, Malaki 3 na mstari wa 5: nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wasinzi na juu ya waapao wa uongo na juu yao wamuoneao mwenye kuajiliwa kwa ajili ya mshahara wake, wamuoneao mjane na yatima, na kumpotosha mgeni asipate haki yake, wala hawaniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo wakati wa nabii huyu Malaki, ile inasema ya kwamba kuna hukumu ambayo Mungu alisema sasa atawahukumu watu, na anasema nitawakaribieni ili ni hukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi, na kwa hivyo anataja wale watu wote. Kwa hivyo kuna hukumu itakaoachiliwa juu ya wale wachawi na wanaoenda kutafuta uchawi. Na ni vizuri kuelewa mambo hayo yote. Kirudi katika pia Agano la Kale, katika mambo ya Lawi, Leviticus chapter 20 verse 6, mambo ya Lawi 20 na mstari wa 6, Mungu hupingana na wale wanaofanya mambo ya uchawi
inasema hivi: na mtu yule atakayewaendea wenye pepo na wachawi ili kuzini pamoja nao, nitakaza uso wangu juu ya mtu yule, nitamtenga na watu wake. Kwa hivyo Mungu aliweza kuchukizwa na wale watu wanao tafuta mambo ya uchawi na pia wanaofanya mambo hayo, kuwaendea walio na pepo ili waelezwe mambo yao, kuchunguza mambo yao na nini ni kuchunguza ni nini hicho kinazuia afanikiwe katika maisha, ni nani huyo anayeharibu mambo yake, mambo kama hayo. Na kwa hivyo Mungu anachukizwa sana na mambo kama hayo. Pia katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza 10 na mstari wa 13, First Chronicles chapter 10 verse 13. Mambo ya Nyakati 10 na mstari wa 13 inasema hivi: basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri kwa mwenye pepo wa utabuzi aulize kwake. 14, asiulize kwa Bwana. Kwa hiyo akamuua, na ufalme akamgeuzia Daudi mwana wa Yese. Kwa hivyo unakuta ya kwamba tunaelezwa kosa la Sauli kutokuwa mfalme na kuweza kunyang'anywa ule ufalme wake, ni kwamba alikosa kwa sababu ya neno aliloelezwa ya kwamba fanya hivi, akakataa na akaweza kufanya yale mawazo yake yaliyofikiria. Jambo la pili, hakuweza kutafuta shauri kwa Bwana, bali aliendea wachawi, aliendea walio na pepo ya utabuzi. Kwa hivyo Mungu akaona amefanya makosa mawili: kwanza, kutosikia yale ambayo Mungu amemwagiza, na tena akaona ya kwamba ameendea kutafuta mambo kwa wale ambao wana roho ama pepo ya utabuzi, lakini hakuuliza kwa Bwana na hakutafuta maagizo kutoka kwa Mungu, na basi Mungu akamnyang'anya ufalme, na baadaye tunajua ya kwamba baada ya muda kidogo baadaye alikufa, na nyumba yake yote ni kama ilisabaratika. Hawakupata kuendelea vizuri sababu ya kosa la baba yao. Na katika Kutoka 22 na mstari wa 18, Exodus 22 verse 18, naamini ya kwamba tunaendelea tukiona jinsi ambavyo Mungu anachukizwa na uchawi. Inasema hivi: usimwache mwanamke mchawi kuishi. Hawa walitolewa amri ya kwamba wakiona mwanamke mchawi wasimwachilie kuishi. Unajua ya kwamba inajulikana ya kwamba wachawi wengi, idadi ya wengi ambao ni wachawi wanakuwa ni wanawake, na kwa hivyo amri ilikuwa imetolewa ya kwamba
mchawi awaye yote mwanamke asiachiliwe kuishi. Kwa hivyo walipojulikana waliuawa mara moja, na sasa mambo hayo yalikuwa yameweza kuonekana ya kwamba yalipingwa tangu mwanzo. Tunaweza pia kuangalia katika turudi katika mambo ya Lawi, Leviticus 19 verse 31. Mambo ya Lawi 19 na mstari wa 31 inasema hivi: msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hivyo unakuta ya kwamba walipewa tahadhari, watu wa Mungu walipewa tahadhari, na hata leo ni hivyo hivyo, ya kwamba msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Maana mtu anapoendea wachawi ama wenye pepo ama waganga ama majina mengine yote, washirikina na wale wengine wote, ukisha waendea unajinajisi, unaharibu maisha yako na uhusiano wako na Mungu unakatika kwa sababu ya kuendea. Haijalishi kama mtu anaweza kujificha na aweze kuendea walio na mapepo, walio na pepo, pia ndio wao wenye pepo pia wana mapepo ndani yao, na wanajifanya kana kwamba ni Mungu ambaye amewatuma, na wengi wanatumia jina la Mungu wetu wakijitanisha na Mungu huyo, na wanasema wao ni waombezi, wanaombea watu, na kumbe wanafanya kazi hizi baya za uchawi na mambo kama hayo. Lakini sijasema waombezi wote wako katika hiyo shida. Niseme sasa kuna ishara za uongo na maajabu. Hapa ndipo watu wengi wanakuwa confused, kwa sababu wakiona ishara, wakiona matendo ambayo yametendwa na watu hawa, wanasema kweli huyu ni mtumishi wa Mungu na mambo kama hayo. Katika kitabu cha Revelation, in the book of Revelation chapter 16 verse 14, Revelation ama Ufunuo 16 na mstari wa 14, Biblia inasema hivi: usome, hizo ndizo roho za mashetani sifanyazo ishara sitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kwa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hapa hizo roho za mashetani zinafanya ishara, na watu wanaweza kudanganyika wanapoona ishara. Kuna mambo yanayotendeka, sasa wanakosa kutofautisha ishara ambazo ni za Mungu na zile ambazo zinafanywa na watu hawa. Na hata ukisoma katika Mathayo 24 na mstari wa 24, the book of Matthew chapter 24 verse 24, unakuta ya kwamba Yesu kuna mambo aliyosema utakaofanyika nyakati za mwisho, na anasema hivi, Mathayo 24 na mstari wa 24, kwa maana watatokea makristo wa uongo
na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kwa hivyo unakuta ya kwamba hawa watu wa uongo, manabii wa uongo, pia vile inasema ya kwamba wako katika ile kategori ya kufanya ishara, miujiza. Watu wanashangaa na mambo makubwa ambayo yanatendwa, na watu wanaweza kufikiri ya kwamba ni nguvu za Mungu zinazotenda mambo hayo. Na pia inasema hivyo katika Kutoka 7 na mstari wa 11, Exodus chapter 7 verse 11. Na kwa hivyo si kila ishara ama miujiza inayotendeka mahali watu wafikiria ya kwamba Mungu ako katika matendo yale. Na kwa hivyo ni vizuri Mungu akusaidie na anisaidie ili kuelewa roho hizi hata zinapofanya kazi, kufanya hivyo kwa njia ya kudanganya watu na kuwavutia watu. Biblia inasema ndipo Farao, nasoma katika Exodus chapter 7 verse 11, ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Najua ya kwamba ni wakati ule Musa alimwendea Farao, na tunaona fimbo ya Haruni ilipoachiliwa, tunaona ya kwamba ikafanyika kuwa nyoka. Na Biblia inasema ya kwamba Farao aliwaita wenye akili na wachawi na hao waganga, nao wakafanya hivyo hivyo, wakaachilia fimbo zao zikawa nyoka, lakini baadaye ziliweza kumezwa na ile fimbo ya Haruni. Na kwa hivyo jambo hili si ajabu ya kwamba hata waganga na wachawi wanaweza kufanya ishara ama maajabu itakaoshangaza watu, na kumbe wanafanya hayo kwa ajili ya nguvu za mapepo. Mathayo 7 na mstari wa 22, kuna neno pia Yesu alisema. Mathayo 7 na mstari wa 22, ina inasema hivi: wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? 23, Bwana atasema nini? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hivyo nakuta ya kwamba licha ya kuwa kuna watu watakuwa wamefanya mambo mengi, wamefanya kazi kubwa, eti wanafanyia Mungu kazi na wanafanya ishara na miujiza mingi kama vile imeandikika hapo, lakini baadaye watakapokuja kudai ya kwamba Mungu bona hawalipi kazi, bona hawakubaliwi kuingia katika ufalme, basi Yesu atadai ya kwamba hata hawajui na hata hawana sehemu katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo nilitaka tuone ya kwamba watu wanaweza kuwa na ishara, lakini si kwamba ati hiyo ndio inaofanya Mungu aweze kuonekana, kwa sababu wao pia wanajua wanatumia nguvu za mapepo. Isaya 19
Isaya 19 na mstari wa 3. Sikuwa simesema mstari. Biblia inasema hivi, na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake, nami nitayabatilisha mashauri yake, nao watakwenda kwa sanamu zao na kwa waganga na kwa wapiga ramli na kwa wachawi, nami nitawatoa hao wa Misri, nao kuwatia katika mikono ya Bwana mgumu, na mfalme mkali atawatawala, asema Bwana wa majeshi. Hivyo wakati watu wamejiingiza na mambo haya ya uganga, uchawi na mambo kama hayo yote, wa nchi yao Mungu ataiwacha, na watu wanaingia ama wanapeanwa katika mikono ya mfalme mkali. Wanakaliwa sana, wanateseka sana, na ni wao waliojiingiza katika mambo hayo. Kwa hivyo kuna adhabu kubwa kwa ajili ya wale watu ambao wanatafuta wachawi, waganga na mambo kama hayo. Hebu tuone tunapomalizia wale ambao ni waganga ambao wametajwa katika Biblia. Nasoma katika Agano Jipya katika Matendo ya Mitume 8 mstari wa 9. Matendo ya Mitume, the book of Acts chapter 8 verse 9, nasema, na mtu mmoja jina lake Simeoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Kwa hivyo unakuta ya kwamba Simeoni alikuwa mchawi, na kabla Filipo hajaenda pale Samaria kuhubiri injili mahali pale, watu waliona huyu Simeoni ni mtu mkubwa sana, na hata watu walishangaa na matendo yake na jinsi ambavyo aliendesha shughuli hizo za uchawi na mambo kama hayo. Watu walimwogopa sana, watu walienda kwake kutafuta mashauri na msaada. Lakini baadaye Filipo alipotumwa pale kuhubiri, hata huyu Simeoni aliokoka. Aliona ya kwamba kuna mtu mwingine aliye na nguvu juu yake, ingawa aliokoka akiwa na motive ya kwamba akishaokoka apewe nguvu kama hizo Filipo anatumia, na si kupewa tu, anunue. Alipanga ya kwamba anunue, kwa sababu hata ikifika ni mambo ya uchawi wananunua hizi nguvu, wananunua kutoka mahali pengine. Na kwa hivyo aliona hata hii ya Mungu pengine inanunuliwa, na Simeoni Filipo akamjua na akaweza kumwambia yeye apotee pamoja na fedha zake, maana vipawa vya Mungu vinapewanwa bure. Kwa hivyo tunaona huyu alikuwa mchawi. Tulishaona yule ambaye aliitwa Bari-Yesu, ama kwa jina lingine aliitwa Elima. Hiyo tulisoma jana, alikuwa mchawi katika Matendo ya Mitume 13 na mstari wa 6, na tulimuona, lakini tujikumbushe tu kidogo. Matendo ya Mitume 13 na mstari wa 6 inasema, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi,
jina lake Bar-Yesu. Kwa hivyo kwa lugha nyingine anaitwa Bar-Jesus. Kwa hivyo ama kwa Kiswahili anaitwa Bar-Yesu. Na kwa hivyo tunaona hata huyu pia alikuwa ni mchawi, na pengine watu wanaweza kuona namalizia na jina Yesu, fikiria kwamba ni mtu mzuri. Wakiona ishara ambazo anafanya, basi wanafikiri huyu ndiye Yesu ambaye alisemekana atazaliwa. Na kumbe alikuwa ni mchawi, alikuwa ni nabii wa uongo, na alikuwa Myahudi. Kwa hivyo ilikuwa ni njia tu ya kupotosha watu wanaposikia lile jina la Yesu, lakini huyu alikuwa ni mchawi. Tena tunaona yule msichana aliyekuwa na roho wa kuagua ama uaguzi, na ambaye alipasa sauti ya kwamba kina Paulo ni watu ni watumishi wa Mungu na mambo kama hayo. Katika Samueli wa kwanza 28, tamalizia pale. Samueli wa kwanza 1 Samuel 28 verse 7 to 9. Biblia inasema hivi: ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, tafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Wakamfikiria yule mwanamke usiku, akasema, tafadhali unibasilie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye itakaye mtaja kwako. Mstari wa 9, yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatalia bali hao wenye pepo wa utabuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Kwa hivyo tunaona ya kwamba hapa kuna huyu Sauli ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli. Tunaona alisema, kuna wakati ulifika akasema atafutiwe mwanamke. Nimekueleza ya kwamba wengi wa wale wanaofanya kazi ya uchawi na uganga, hata wale ambao walifanya kazi hiyo wakati wa zamani, walikuwa ni wanawake. Lakini mwanzo wa utawala wa Sauli aliweza kukataa na kupinga watu hawa wasionekane katika nchi ya Israeli. Na kwa hivyo hata alipokuwa akienda kutafuta yule mwanamke, aliweza kujifunika. Na hivyo hata leo watu wengi hawataki kujitokeza wajulikane ya kwamba wanaendea wachawi, na alijifunika sijulikane ye ni nani, na akaongea na yule mwanamke. Lakini yule mwanamke anaona nikana kwamba anategwa ajulikane kama anafanya hiyo kazi, na aliweza kuogopa sana. Lakini baadaye Sauli akamwendea kwa ujaja ili amwitie amshe roho ya Samueli na mambo kama hayo, na ni mambo ambayo yalikuwa ni mambo ambayo si mazuri. Na kama vile tulisema,
ni mambo yaliyo chukizo mbele za Bwana, na haifai kabisa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika Biblia kuna wale waliofanya kazi hiyo, wanatajwa hata kwa majina wengine, ili kujulikana ya kwamba kuna watu kama hao wanaofanya kazi ambazo Mungu alipinga kabisa kabisa. Kwa hivyo naona tunaenda kumalizia somo letu la viumbe hai kiroho, na kwa muktasari nimalizie kusema hivi: tumeguzia katika somo hili, tumeguzia mambo ya malaika. Tukasema kuna malaika wazuri na kuna malaika wabaya. Tumeguzia tukasema kuna aina mbili za malaika walio mbinguni, makerubi na wale ambao ni waserafi. Tuliona jambo hilo, na tuliona vile malaika walivyo na nguvu sana. Ni malaika ni viumbe ambao waliumbwa na Mungu na wana nguvu sana. Tuliona mambo hayo yote na mengine ambayo naamini ya kwamba wewe ambao tumeandamana tangu mwanzo umeyashika yale mambo. Pia tumeona habari ya roho wachafu. Tumeona vile roho wachafu wanafanya kazi, na tukasema roho wachafu bado ndio wanaitwa mapepo na wanaitwa mashetani. Hao ni roho wachafu na vile wanavyofanya kazi katika ulimwengu ambao tunaishi. Tena tukaona habari ya shetani mwenyewe, na yeye pia tukaona alikuwa ni kiumbe cha Mungu, aliumbwa na Mungu akiwa malaika. Aliitwa Lucifer, na Lucifer ni kusema nyota ya alfajiri. Hayo yote tumeshaeleza katika somo hili letu, na tukaona vile alikuwa ni mojawapo ya wale malaika wa makerubi, na vile aliweza kuwa kiongozi wa sehemu moja kubwa ya malaika, lakini baadaye akawa na kiburi, akataka kujiinua akalie kiti cha Mungu na akashushwa hapa ulimwenguni. Sasa hivi makao yake ni pale angani, lakini sio makao yake milele. Atakuja kuondolewa mahali pale na ashushwe kanisa litakaponyakuliwa, na basi ataweza kuondolewa pale ili aweze kufungwa katika kile kifungo cha miaka 1000. Na tunajua hayo baada ya kanisa kutoka katika harusi ya mwana kondoo, na ili kuwe na utawala wa amani wa miaka 1000 kama vile Biblia inaeleza katika kitabu cha Ufunuo. Na hivyo ni vizuri kuendelea kuelewa mambo hayo. Baadaye tumemalizia na hii sehemu ya wachawi ama waganga na pia waganga, na tumeona roho hizo vile ni roho za shetani, wanafanya kazi kama ni agents wa shetani. Kuna nguvu zinaachiliwa na mkubwa wao ambaye ni shetani ili wafanye kazi hiyo, na mambo haya ni chukizo mbele za Bwana. Na kwa hivyo ukijiingiza na mambo haya unapata unajisi mbele za Bwana na hautakubalika kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Takomea hapo ili tujue kana kwamba kuna swali lolote ambalo limeibuka leo na ama maswali, na ili tujibu na baadaye tuweze kuomba na kushukuru Mungu kwa sababu ya jinsi ambavyo tumeandamana katika somo hili letu, na naamini ya kwamba limekuwa la baraka, na ingawa si watu wengi wangependezwa sana na kusikia habari za mashetani, mapepo na mambo ya uchawi na mambo kama hayo, lakini ni vema pia kuelewa, maana tumeshaelewa ya kwamba kuna nguvu
katika Kristo, kuna nguvu katika damu ya Yesu, kuna nguvu katika jina la Yesu. Kwa hivyo hakuna nguvu, hakuna uwezo ambao unaweza kututisha. Sisi tumepewa mamlaka na nguvu zaidi. Tunapolitaja jina la Yesu, basi mambo mengi Mungu wetu anaweza kutushindania, na tutaendelea tukiwa zaidi ya washindi katika jina la Yesu. Ni kama upande wako, kama una swali lolote, na basi inaonekana bado kuna swali, lakini nikitokea na uliandike pale katika peji yetu, basi bado tutakuwa na nafasi ya kulijibu, na itakuwa ni vizuri katika jina la Yesu. Tutakapoendelea kuwa na ufahamu ule ya kwamba yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yule aliye upande mwingine. Na tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako usiku wa leo. Tunakuheshimu sana sana, Mungu wetu uliyetukomboa tokana na utumwa wa Shetani. Na Bwana, ukatukomboa, ukatutenganisha na maovu, ukatutenganisha na mambo mabaya, na hivyo sisi umeturehemu ili tuwe wanao. Na Bwana, ukaachilia Roho Mtakatifu aishi ndani yetu, mahali ambapo ulitoa yule roho mchafu na yule roho wa Shetani aliyekuwa na tawala ndani yetu. Sasa hivi tunatawaliwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Tunaamini ya kwamba katika jina lako takatifu, hata tukiwa hapa duniani, popote tutakapotembea, kokote tutakapoenda, takuwa Bwana na ulinzi wa kipekee kutoka mbinguni. Malaika wa mbinguni watakuwa wakikesha na kuendelea kutulinda mchana na usiku, kwa jina la Yesu Kristo. Uinuliwe kwa ajili ya kipindi ambacho tumekuwa nacho cha neno, na vile ambavyo umetufahamisha na umetukumbusha, na mengine ambayo hatukuwa tunayajua umetujulisha, kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya fadhili zako. Bariki watazamaji hawa, bariki wanaoendelea kuwa pamoja nasi katika ushirika huu. Wainue, wasaidie kwa ajili ya uwezo na nguvu zako, katika jina la Yesu. Asanti, maana kwa mwendo wa hii topic, Mungu wa rehema, umekuwa pamoja nasi, umetusaidia. Pokea sifa zote. Hata tutakapoingia katika somo lingine, Bwana wa rehema, tuamini ya kwamba utazidi kubariki ushirika huu kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya fadhili zako. Tubariki usiku wa leo na uzidi kuwa pamoja nasi, kwa jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba, hata tunakushukuru. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Nyinyi ni watu wa baraka sana. Muwe na usiku mwema, usiku wa kipekee, usiku wa baraka, hadi siku ya kesho saa 2 hadi saa 3, panapo majaliwa ya Mungu. Mungu akubariki sana takapoanza somo jipya, na tuendelee. Neno linaendelea, na kwa hivyo Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Amen.